naitwa Ramadhani Kailima, mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kama unafahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ambao tunatarajia utafanyika mwisho wa mwaka huu. Sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iko kwenye maandalizi mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu. Mojawapo ya maandalizi ambayo tume imeyafanya ni kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo tulianza mwezi Julai mwaka jana 2024 na tumekamilisha mwaka huu Machi 2025. Na tunatarajia Jumatatu mwisho mwenyekiti atatoa ratiba ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura awamu ya pili. Sasa kama sehemu ya kukamilisha pia tume kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani, ambao kinaelekeza tume kushauriana na vyama vya siasa na serikali kuandaa na kuchapisha kanuni za maadili ya uchaguzi, ambayo maadili hayo yataweka mambo yote yanayohusu taratibu za kampeni, uchaguzi na namna ya kutekeleza kanuni za maadili hizo. Na ukisoma kifungu cha pili kinasema kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na vyama vya siasa, kila chama cha siasa, kila mgombea, serikali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tume iliandaa kanuni za maadili ya uchaguzi na tarehe 1 mwezi wa 3 mpaka tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka huu tume ilipeleka kanuni za maadili hizo ambazo ni rasmi kwa vyama vya siasa vyote vyenye usajili kamili 19 pamoja na serikali. Na tarehe 14 ilikuwa mwisho kupokea maoni ambao vyama vya siasa viliwasilisha maoni yao pamoja na serikali, ambao tume ilifanyia kazi maoni hayo na kuyakamilisha, na tarehe 4 mwezi huu Aprili 2025 tulirudisha tena rasimu za kanuni za maadili kwa vyama vya siasa ili vione kama maoni yao na ushauri wao umezingatiwa kwa kanuni za maadili hizo. Na baadaye tukavialika vyama vya siasa sasa kuja kusaini kanuni za maadili hayo leo tarehe 12 mwezi wa 4 2025. Napenda nitoe fursa hii kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuvishukuru vyama vya siasa vyote kwa namna ambavyo vilishiriki katika mchakato huu. Vilishirikishwa na tume mara ya kwanza tarehe 1 mpaka tarehe 14 mwezi wa 3, na vilikashirikishwa tena na tume kuanzia tarehe 4 mwezi huu mpaka tarehe 11 mwezi huu. Na leo nitamke rasmi kwamba tumesaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Vyama 18 kwanza vimearidhia, na pili vimesaini kanuni za maadili hayo pamoja na serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu. Sasa kifungu cha 162 kifungu cha pili kinasema ni lazima masharti yao yasainiwe na kila chama na kila mgombea na serikali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Maana yake na upidi yazingatiwe, maana yake chama kisiposaini kanuni za maadili hizo hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Na sio kwamba hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi tu utakofanyika mwisho wa mwaka huu, na chaguzi zingine ndogo zote zitakofanyika katika kipindi hiki mpaka 2030 Mungu akitujalia kufika salama. Kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakijasaini kanuni za maadili hayo, maana yake kwa mujibu wa sheria na kanuni ni automatic kwamba hakitaweza kushiriki uchaguzi, kwa sababu chama chenyewe hakitaweza kupata fursa kuteua wagombea kwa sababu hajakiri kusaini kanuni za maadili hayo, na hata wagombea wao